Oh yes, God bless you, God bless you. Leo nitakuja na somo zuri zaidi. Je, mafuta ya upako ni dhambi au sio dhambi? Kwa mujibu wa Biblia takatifu, yanaruhusiwa ama hayaruhusiwi kwa mujibu wa kitabu cha Biblia takatifu? Kumekuwa kuna migogoro mingi. Wanasema mafuta ya upako ni uchawi, mafuta ya upako ni hivi na hivi. Na leo nataka nitoe conclusion. Je, Biblia inazungumza nini juu ya mafuta ya upako? Mafuta ya upako yamezungumzwa kwenye sehemu kuu mbili. Yamezungumzwa kwenye Agano la Kale, yakazungumzwa kwenye Agano Jipya. Mafuta hayo ya upako yalitumika kama chombo cha kukiweka kitu wakfu kwa Bwana. Kitu chochote kitaka kuwekwa wakfu kwa Bwana kilikuwa kinapakwa mafuta. Ndio maana wafalme wote kwenye Biblia ambao walichaguliwa na Mungu walipakwa mafuta. Watumishi wote wa Mungu na wajue duniani huwa wanajiita wapakwa mafuta wa Bwana, au wanaitwa wapakwa mafuta wa Bwana. Utakuta leo kuna mchungaji anakuja tu anaibua sera zake na anza kusema mafuta ya upako ni uongo. Huduma kinabii ni uongo. Wewe ni nani wa kuifuta huduma kinabii? Wewe ni nani wa kuyafuta mafuta ya upako? Nitakusomea maandiko matakatifu kutoka kwenye kitabu cha Biblia yanayoelezea matumizi ya mafuta ya upako. Tukisoma kwenye Agano la Kale, kitabu cha Kutoka, kuanzia sura ya 30 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Mungu akamwambia Musa atengeneze mafuta ya upako kwa viungo maalum. Hapa kuna manemane, mdalasini, karamu tamu, kosea, mafuta ya mzaituni. Yalitumika kwenye kutengeneza mafuta maalum ya upako. Mafuta hayo yalitumika kuwatakasa makuhani katika hema ya Bwana. Umeweza kuona mafuta ya upako yanavyotengenezwa kutumia viungo hivi kwenye Agano la Kale. Lakini kwenye Agano Jipya mafuta haya ya upako yalitumikaje sasa? Je, kama mafuta haya ni dhambi, kwa nini alikuwa Mungu anaagiza watumie mafuta haya kuwawekea wakfu makuhani? Makuhani walikuwa ni viongozi wa dini ambao walikuwa wanakaa kwenye chumba, wanafungwa kamba mguuni wakienda kuomba sala maalum. Kuna siku nitakuja kuzungumzia swala hata la Yesu alivyokufa, pazia kuchanika na kile chumba cha makuhani kuonekana. Lakini kwenye Agano Jipya, ukisoma kitabu cha Marko 6 mstari wa 13, wanafunzi wa Yesu, Marko 6 mstari wa 13, wanafunzi wa Yesu wakawapaka mafuta wagonjwa wengi wakawaponya. Kumbe mafuta ya